Mtazamaji wa channel ya Biomedia, wananiita Official Rose D, mhabarishaji kupitia channel yako pendwa kabisa Biomedia. Kama bado hujasubscribe, nitakukumbusha nikwambie karibu sana kwa ajili ya kusubscribe na kumtoa kwanza kabisa kupata taarifa mbali. Leo nitakupa habari njema kwa Nifa ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini mara tu baada ya wakili wake kusema yafuatayo. Ongozana na mimi mpaka tamati. Habari njema imekaaje? Tunaarifiwa kwamba mfanya biashara na mjasiriamali bidada Jennifer Jovin na wenzake wakiwemo Rumande wengine wapatao kama 20 hivi wanakabiliwa na kesi ya uhaini, na wakili Peter Kibatala ameweza kusema kwamba watatoa huduma ya kisheria kwa washtakiwa wote kuhakikisha kwamba haki zao zinaheshimiwa. Lakini pia kesi hiyo iliweza kuhairishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam siku ya jana, na akizungumza baada ya kuahirishwa, Kibatala alisema washtakiwa walihudhuria kwa njia ya mtandao badala ya kushiriki kwa ana kutokana na masharti ya mahakama, na mawakili wa utetezi waliweza kusema kwamba wateja wao waliteswa na kupigwa kabla ya kufikishwa mahakamani. Wakili Kibatala pia alisema kwamba hoja hii ni msingi muhimu wa utetezi na mahakama ilikubali kuwa washtakiwa wapate matibabu yanayohitajika. Lakini upande wa utetezi pia uliweza kuhoji uhalali wa hati ya mashtaka. Wakili Kibatala alisema kwamba hati hiyo ina upungufu wa kisheria, jambo ambalo upande wa jamhuri uliomba kuijibu Novemba 11, lakini mahakama iliacha kuamuru uhamisho. So tarehe 7 Novemba 2025, Jennifer Jovin maarufu kama Nifa na wenzake walifikishwa mahakamani kwa mashtaka ya uhaini, na kufikishwa mahakamani kulifanyika baada ya uchunguzi na mashtaka ya kisheria kuzingatiwa, huku washtakiwa wakihakikisha wanafuata taratibu za kisheria. Washtakiwa pia wamekabiliana na shinikizo kubwa kutokana na kesi hiyo ambayo inajitokeza katika jamii na vyombo vya habari. Hali hiyo pia imesababisha uangalizi mkubwa kutoka kwa umma na vyombo vya habari nchini, ambako mawakili wa utetezi wanasema wanashirikiana na kwa karibu kabisa ili kuhakikisha haki za wateja wao zinatimizwa, na hoja zao zinasisitiza kuwa matibabu ya kisheria ni haki za msingi ambazo hazipaswi kupuuzwa kabisa. Upande wa jamhuri umesema kwamba utaijibu hoja ya utetezi kuhusu uhalali wa hati ya mashtaka, na uamuzi wa mahakama kuhusu hoja hiyo unatarajiwa kubainika katika vikao vijavyo vya mahakama. Kesi ya Nifa kiukweli na wenzake inachukuliwa kuwa moja ya kesi ambazo zinavutia umma kutokana na madai ya uhaini na masharti ya kisheria ambayo yanazunguka mchakato wa kesi hiyo. Umma unashikilia kwa hamu sana na kusubiri pia hatua ambazo zitachukuliwa na mahakama mnamo tarehe hiyo itakapo anza kusikilizwa tena rasmi. Lakini habari njema ni kwamba wakili Kibatala yuko vyema kabisa katika kuhakikisha basi Nifa na wenzake wanapata haki zao stahiki.